Hello vipenzi, habari gani? Leo tupike tembele la dagaa tamu, tembele la Kiswahili kabisa. Karibu ujifunze. Kabla ya hapo, naomba unisaidie kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu, kulike na kucomment pamoja na kushare. Tembele letu unaona lilikuwa vizuri, pambe mashallah. Hapo sasa nilikuwa na vitunguu vyangu kama hivyo, hapo vitunguu maji, carrot na hilo tembele lenyewe. Hizo dagaa hapo nimezisafisha tayari, na nyanya maji pamoja na nyanya chungu na hapo kandimu ketu. Tembele hilo nimeliosha, hapo ni kavu kabisa, halina maji. Kwa kwanza kabisa utaanza kuweka na mafuta jikoni. Weka mafuta kiasi ambacho wewe unapenda. Kama unaona mimi nimeweka mengi, wewe unaweza ukapunguza. Kama mimi nimeweka kidogo hivyo, yani unaweza ukaongeza, lakini hakikisha unaweka kitu ambacho wewe unaridhika nacho. Kwa hapo, kwa kwanza kabisa utaweka dagaa zile ambazo dagaa umezisafisha vizuri, umeziosha na kwa maji ya moto, hazina michanga wala hazina shombo. Mimi dagaa zangu sikuzitoa kichwa, lakini naweza kako sikuzitoa vichwa, lakini naweza kako vitoe kipenzi. Kama unapenda kupika kama mimi, wewe pika. Mimi sitoagi vichwa dagaa. Okay. Kwa hapa ni unaendelea kukaanga hizo dagaa kwa moto wa kawaida tu, yani ukaanga hizo dagaa zikaangike ili zisije zikawa chungu baadaye. Sijui unanielewa. Mimi nisipokaanga hizo dagaa kwa mafuta, baadaye nikila nakuwa sizielewi kabisa, naona kaa uchungu, yani sielewi. Kwa vizuri zaidi ukakaanga dagaa hizo mpaka zianze kuiva kabisa. Hapo tia chumvi kwa ajili ya ladha. Tumesema leo tunapika tembele la Kiswahili. Kula tembele la Kiswahili wewe? Okay, kaa hapo ujifunze na utaenjoy tembele tamu, nzuri tamu, yani unakula mpaka wanasema oh my god. Hapo ukiendelea kukaanga dagaa zetu, tutaacha ziive mpaka zikifikia hivyo, zishakuwa za brown kabisa, zishakuwa hata crunch kabisa. Tunaenda kuweka sasa kitunguu maji. Kitunguu maji kwa unaweza kuweka carrot pamoja na nyanya chungu, tunachaka pamoja. Sijui unanielewa, nimesema hilo ni tembele la Kiswahili. Okay. So unatia vitunguu maji, carrot hizo mimi nilikata kwa muundo huo, pamoja na hizo nyanya chungu, pamoja na hizo dagaa unazichanganya kwa pamoja. Kumbuka kwenye dagaa tulitia chumvi, kwa usije ukaongeza tena chumvi. Utachanganya huo mchanganyiko wako taratibu, usiwe na haraka, ili upike kitu kizuri kabisa na kwa gharama nafuu, yani bila kutumia mitaji mengi, gharama nyingi. Unapata mboga tamu ambayo yani unaweza sehemu nyingine ukaenda usipate. Jamani, alisema nina tembele ni majani. Tembele ni mboga tamu, pikeni, mtanishukuru baadaye wapenzi wangu. Kwa hiyo hapo nikaendelea kukoroga hivyo kama mnavyoona mpaka vyote vichanganyike viwe kitu kimoja. Mimi napenda nyanya chungu, kama upendelee unaweza ukaacha usiweke nyanya chungu kama sio mpenzi. Kwa mimi niliweka nyanya chungu mpaka hapo. Unaona? Vitunguu vimelegea, dagaa zimeshikana kabisa na hizo carrot, yani kila kitu kipo sawa. Hapo tunaenda kuweka nyanya, unaona, na dagaa zetu ni za brown kabisa, hawapo katika ile hali ya shombo. Hapana, tunaenda kuweka nyanya. Hizo nyanya nilizikatakata. Tembele la Kiswahili nyanya hazisagu jamani. Tunakatakata nyanya, usitake nyanya jamani, tembele litakuwa baya. Katakata hizo nyanya, usizisage wala usiziblend wala usitumie nyanya ya paste. Sina experience navyo kwao, lakini unaweza ukatumia kwa kujaribu, ila mimi sijawahi. Kwa tembele mimi nilivyojua nyanya zake zinapikwa hivi kwa kukata na sio nyanya ya paste. Kwa hapo utachanganya vizuri, utaacha ziive. Kama tunavyosema, moto wetu wa kuvishia nyanya ni mdogo mdogo. Taratibu, hatuna haraka. Unaona nyanya hapo tayari zishaiva mpaka zinatengana kabisa na hayo mafuta. Nyanya hapo hainuki, imeiva kabisa. Achana na huko kusimama kwa nyanya baada, yani hiyo ndo ladha yenyewe. Kwa utaramiliwa hapo, nimekoroga ili nyanya zangu zikae sawa. Sasa zote zimekuwa kitu kimoja. Tuende kuweka nini? Matembele yetu, mboga kuku tukaiweke hapo. Yani mboga ukitumia, yani ukipika mboga kama hiyo hata 2000 umalizi kipenzi. 2000 umalizi, unapika unaenjoy na chakula ni kitamu. Yani hiyo mboga ni tamu, naipenda kuliko mboga zote. Okay. Hapo nikaweka sasa matembele yangu. Tunaweka matembele yetu jikoni sasa. Hapo hayo matembele nimechambua, nimeosha vizuri,
na yamechuja maji, hayana maji, ni makavu. Hatutaki, mimi sikutaka matembele yenye michuzi, na tembele zuri ambalo halina mchuzi. Kwa hakikisha tembele lako linachuja maji vizuri. Hapo usifunike. Ukifunika tunakaribisha maji kama kawaida. Endelea tu kulichanganya vizuri tembele lako, kulikoroga, kuligeuza chini juu, lenyewe utaona linashuka. Sababu hapo ukifunika tunafanyaje? Tunayakaribisha maji yatajaa, tutapata tembele la michuzi na sio lengo. Kwa hapo koroga taratibu, yani endelea tu kuchanganya, utaona lenyewe linashuka, sinaona linanywea mpaka linakaa sawa kabisa. Na tembele ni halichelewi kuiva. Tembele ni faster. Yani unavyochanganya unaona sehemu nyingine tayari. Sijui unanielewa. Kwa changanya vizuri mchanganyiko wako. Hapo kuna dagaa humo, kuna nyanya chungu, carrot, kitunguu, hivyo yani. Unaona linanukia hapo, halijakamilika lakini linanukia vipi? Okay. Kwa hapo tuendelee sasa. Koroga vizuri ile tembele lako, usiliache. Ukiliacha litangua kwa sababu ni kavu. Endelea kuchanganya vizuri huku ukifanya kama vile unalichambua kama hivyo, ili lisishikane, kote liive vizuri. Na unapopika tembele kama hivyo, hakikisha unapika katika chombo, yani katika sufuria kubwa, yani lisijibane, ili usipate tabu. Unaje kuachiliana. Hapo tayari tembele letu limeiva tayari. Tunaenda kuweka ndimu. Naenda kuweka sasa ndimu. Nimeweka ndimu hapo mwanzo, niliweka mchuzi wa embe. Kama ulivyoona video inavyoanza, nilikuwa nachemsha maembe, kwa ile rojo ya maembe ndio nilitia hapo. Kwa hapo kuna ugwadu wa embe, na pia kuna ugwadu wa ndimu. Just jamani, tembele ilikuwa ni la ugwadu tamu nzuri. Sinaona yani hapo mate yananitoka. Tembele la ugwadu limechambuka vizuri, yani tamu. Kwa hapo pembeni kupo na maembe. Sasa ngoja nitengeneze pilipili ya maembe mabichi, kitunguu maji, kitunguu saumu, karoti, kila takataka tupia humo. Tumesema leo tunapika Kiswahili kabisa. Pilipili mbichi, yani kila kitu. Funika, tia maji, funika, chemsha kama hivyo mnavyoona. Tunaona mpaka maembe yaive kabisa na hizo pilipili, ili usipate tabu kwenye kublend. Zikiiva acha zipoe. Zikipoa weka kwenye blender yako, then usage taratibu upate mchanganyiko wako vizuri. Jamani, embe, si mnajua embe zilikuwa mbichi. Hiyo pilipili ni ya ugwadu, yani chachu. Ukichanganya na ile tembele, jamani, ugali wangu ulikuwa nashinda hata kuelezea. Yani chakula kilikuwa kitamu sana, kwa mjaribu na mimi nipike. Hapo nimesaga pilipili yangu, ikiwa ukimaliza ni tayari. Kipenzi, si mnaona? Naomba mniambie hapo kwenye comment nipike nini tena. Jamani wapenzi wangu, msinitupe, niambieni tupike nini tena kipindi kinachofuata. Na msisahau pia kusubscribe katika channel hii, pamoja na kulike na kucomment. Angalia tembele jamani lilivyotubu. Ona naweka kapilipili ka ugwadu, yani ni kachachu. Hapana jamani, unaona? Unaona? Tunaenda jamani, yani mjaribu tu mpike, haina gharama na hautojutia. Ona hiyo pilipili ilivyogwaduka jamani. Karibuni.